Na hiki kivuko tangu kimiletwa mpaka leo takriban miaka 10, naamini ni wazoefu. Leo ni ajabu kusikia kivuko kimipwewa kinachukua kutwa mzima akijafanya kazi, kinaleta sitofahamu. Na sisi wakazi wa kata ya Msanga Mkuu ambayo inaunganisha vijiji vitatu pamoja na kata ya Nalingu, njia yetu kuu ndio hii, na kuna dharura nyingi za wagonjwa, tunategemea njia hii. Sasa leo kivuko kikiwa kimepwewa hakifanyi kazi kwa kutwa mzima, je, anapotokea mgonjwa tunafanyaje? Kwa hiyo tunaomba sana 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 wasimamizi wa hiki kivuko, hasa TAMESA, wawe makini katika kuangalia utendaji kazi wa hiki kivuko. Ninachokiomba, naomba hiki kivuko serikali tunaiomba itubadilishie, kwa sababu hiki kivuko kina matatizo sana, kina changamoto sana. Yaani muda mwingine tunaweza tukafeli, tukawa tunatumia mitumbwi, kwa maana hiyo sio vizuri. Tunapotumia mitumbwi, changamoto zake tunachelewa kufika, na inakuwepo mtu akikaa kwenye mtumbwi wake anakutoza labda buku, anakuambia mimi nakuvusha kwa buku na wewe una shida kuvuka, inabidi uvuke. Wakati kwenye pantoni tunavukaga 300. Mitumbwi ile ni hatari zaidi. Hii tunaiomba serikali itufanyaje, tusaidie. Kama kimeshindikana kuleta kingine, basi waturekebishie hiki. Kivuko kwa kifupi ni muhimu kwetu sisi, hasa kwa wafanyabiashara, hata pia wananchi ambao wanaishi Msanga Mkuu, kwa sababu huduma zote huwa tunategemea mjini. Kwa inapotokea kivuko kinatokea hitilafu kama za jana, changamoto inakuwa kubwa. Jana ilitokea dharuba la upepo. So kwa hiyo kutokana na hali ya hewa ile pamtoni ilipwewa, maana yake ilitoka juu, ilitoka kwenye maji ikafika huko juu. Kwa hiyo kutokana na ile hali ya hewa ilitutesa, kwa sababu akiweza kufanya kazi mpaka maji yalipojaa ili kiweze kuondolewa kiendelee kufanya huduma zingine. Kwa wakati ilipotokea hilo tatizo ililazimika tutumie mitumbwi. Sasa mitumbwi, mimi niko na pikipiki hivi siwezi kuvuka, kwa sababu pikipiki haiwezi kukaa kwenye mtumbwi. Mwingine amekuja na gari yake anashindwa kuvuka gari, haliwezi kukaa kwenye mtumbwi. Kwa hiyo changamoto ilikuwa hiyo, kwamba ilitokea dharuba za upepo, kwa sababu ni mambo ambayo ya Mungu. Sema kwamba yanapangwa labda nini wao yanatokea tu. Kwa hiyo kwa sababu ilitokea hivyo, lakini tunashukuru leo huduma imerudi tena. Tunashukuru na tunaomba wasimamizi wawe makini jua kuangalia alikitokea, tunajua jinsi gani wao wanaandaa mazingira ili huduma ziwe zinaendelea.